Guys, story time, story time. Ni muda mrefu sana umepita hatujapiga story. Na kama kawaida yetu, kila story ambayo nina share na wewe ina lengo la kukufundisha jambo au la kukumbusha jambo. Na pia kupitia comment unaweza kujifunza zaidi kutoka watu wengine ambao wame experience hicho kitu ninachokiongelea au wanakipitia. Watatoa maoni yao. Story yangu imekuwa reminded na video fulani inatembea kwenye mitandao ikimuonyesha mama mmoja anagonga kokoto. Na hisi ni wale wa mama wanafanya kazi kule Wazo, anagonga kokoto. Yule mama ameonekana na vumbi nyingi mwilini na akawa anahojiwa na mwandishi wa habari, yule kaka sijui ni mwandishi wa habari sijui ni nani, akawa anamhoji. Yule mama kana elezea. Kuna video moja nilimuona anaongea kwa hisia, analia, lakini kuna video nyingine nikamuona akielezea kwamba yeye ana ndoto ya kuja kuwa mfanyabiashara mkubwa sana. Anatamani awe mfanyabiashara ambaye anaenda Zanzibar. Anafanya biashara zake kubwa. Hiyo ndo ndoto yake. Lakini at that moment yupo wamemuonyesha anagonga zile kokoto. Watu ambao mnapita ile njia ya Tegeta mnajua kule Wazo, wale watu wanafanya ile kazi ya kugonga zile kokoto na manyundo yale makubwa. Story ya yule mama kwanza nimependa courage yake. Kwamba ana maono. Kuna sehemu anatamani kufika. Yaani kuna kitu ako nacho kichwani. Ana vision tayari. Yaani pale akipata tu mazingira ni ku-execute what she has. Na alichokifanya pale, kufanya ile kazi anayofanya pale, ndio ile tunaita kwamba you do anything possible. Hata kama akiendani na ndoto yako, kwa ajili ya kusurvive na kukusaidia kuifikia ile ndoto yako. Kile anachokifanya pale akifanana na ufanya biashara mkubwa. Lakini ndio kitu possible ambacho kinaweza kumsaidia akaendesha maisha yake ya kila siku. Lakini katika process, Mungu ana njia zake, Mungu ana maajabu yake. Katika process anaendelea kufanya kile kitu, atakutana na njia ambayo itamsaidia kufikia ndoto zake. Na ndio maana wanasema anayekaa si bora kuliko yule ambaye anatembea. Yaani wanasema mtembea bure, sijui ni bora, sijui nini wahenga mtatukumbusha. Kwamba unavyotembea, unavyoenda kufanya vitu fulani, huko unaweza kukutana na fursa ambayo itakusaidia kuboost na kukufikisha kwenye ndoto yako. Ile story ya yule mama, yale maisha ya yule mama yamenikumbusha my own story. Story yangu mwenyewe au mazingira yangu mwenyewe ambayo nishawahi kuyapitia. Nishawahi kuishi katika kipindi in my life nikiwa nina experience ya kazi yangu ya miaka 10. Nikiwa nimesha hold a certain position katika career yangu, lakini ikafika muda kazi iliisha. Ilipofika muda kazi ikaisha, ikanilazimu nianze